Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Hongera shehe, leo miongoni mwa watu ambao umefanya charity ni wewe Mohamed. Tumeona watu wengi sana wanafanya charity. Nataka kufahamu kwanza kutoka kwako kwa nini imekugusa kufanya charity kwenye vijana kama hao wenye uhitaji? Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Cha kwanza ni kwanza safari yetu ya kwanza ya kufanya charity. Pia ni sio kwa uwezo wangu, uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa watoto ambao wana uhitaji. Sababu tumeona tulete hivi kwa watoto ambao wana uhitaji. Wapo wengi. Inabidi tulete support kwa watoto ambao wana uhitaji, kwa watoto ambao wasiojiweza. Yes, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema tutoe, tutapata. Kwa nini umefanya hivi? Kwa sababu labda pengine unaenzi labda kifo cha mtu fulani, au kwa sababu ni siku yako ya kitu fulani? Kwa nini umeamua kufanya hivi? Wengi wanatoa hivi kutokana na kitu fulani. Kwa mfano, mtu anafanya hivi kwa sababu labda ni siku ya sikukuu, mtu anafanya hivi labda kwa sababu labda ni siku ya kumbukumbu ya mama yake labda amefariki. Kwako umefanya hivi kwa sababu gani? Bwana, kwanza nimefanya hivi kwa sababu ni siku yangu ya kuzaliwa. Alafu cha pili, sio tu siku ya kuzaliwa, kwamba ni kila mwaka inabidi tu tunafanya hivi, kwa sababu tumeanza mwaka huu. Kila siku tunapozidi kwenda, Mwenyezi Mungu anapotuwekea uhai, basi tutakuwa tunafanya kila mwaka, tunatembelea sehemu tofauti. Ndio hivyo. Kulikuwa na watu wengi sana ambao wanaanzisha hichi kitu kama hichi cha charity, alafu anakuwa kutokuwa na muendelezo. Kwako umejipanga vipi kuhakikisha kwamba labda kila baada ya muda fulani unafanya hichi ambacho umekifanya? Kwa sababu umesema leo ni birthday yako ndio maana umefanya hivi. Pengine tunaweza kukashuhudia labda birthday nyingine ukafanya hivi, ama katikati hapa kabla ya kupinduka mwaka mpaka kufika kwenye birthday yako ukafanya tena hivi. Mimi niseme tu waendelee kuona mambo mazuri kutoka kwangu. Nitafanya kila mwaka, yani kila mwaka tutatembelea vituo viwili. Kila mwaka vituo viwili. Kwa hiyo kila mwaka ndio tumeweka ahadi hiyo kwamba Mwenyezi Mungu anatuweka uhai na uzima, tunaamua kufanya hivyo. Unaona pale kuna mchele, kuna juisi, kuna unga, lakini pia mafuta. Ni kwa uwezo wa peke yako umejitoa mwenyewe, ama kuna watu ambao wamekushika mkono kwamba bwana Mungu, kwa sababu ni birthday yako, hebu shika hiki, fanya ambacho unaamua kufanya wewe, ndio ukaamua kufanya hivi? Kwanza ni support ya watu ambao wananizunguka, pia kwa ndugu zangu wa karibu wameweza kunisupport kufanikisha hili jambo. Sio kwa uwezo wangu peke yangu. Yes, kwa support za ndugu zangu, watu wangu wa karibu wamenisupport, wamenipa mambo mengi, wamenipa vitu vingi mpaka leo tumefanya hiki kitu. Basi ni jambo la kuombea dua na wao pia. Tumalize kwa hili. Wewe ni siku yako birthday umeamua kutoa kufanya charity. Wapo ambao siku zao za birthday wanazitumia kama ni siku za kwenda kuenjoy na familia, kufurahisha mioyo yao, kusherehekea, lakini wewe kwa moyo wako umekuja kufanya charity. Ushauri wako ni upi kwenda kwa vijana wadogo ambao wao siku za birthday wametumia kama ni siku za kwenda kufurahia na kuenjoy maisha kama ambavyo tumezoea kufanyika hivi? Mimi washauri kwamba maisha tunapita. Kwa hiyo tujaribu kuwa humble, tujaribu kutoa sadaka, sababu siku zimeisha. Maisha pia yanaenda kasi. Kwa hiyo vijana, mtu anapopata pesa jaribu kumkumbuka Mungu wake pia. Yes, jaribu kumkumbuka Mungu wake, jaribu akumbuke wapi katoka na wapi anaelekea. Shukrani sana. Asante sana. Anaitwa Mohamed, maarufu umemfahamu kama Mohamed Outfit. Huyu ni kijana ambaye siku yake ya kuzaliwa ameamua kufanya charity kwa hapa Vingunguti. Kuna vijana ambao wana uhitaji, watoto wadogo kama ambavyo umeshuhudia hapo, ambao yeye ameamua kutoa mchele, unga, mafuta, lakini pia kiachana hivyo ametoa kiasi fulani cha pesa kwa ajili yao, kwa ajili ya kuhudumiwa, si ndio? Mimi ni Chala Mjumba Burudani, baki hapo endelea kufuatilia, hakikisha kama una enjoy na kufurahia kile ambacho kinafanyika. Kama wewe pia una uwezo, basi fanya kama hichi ambacho amekifanya Mohamed au Outfit. Yeye anakuambia duka lake linapatikana pale Magomeni, ambapo anauza nguo za kike. Unaweza kufika pale Magomeni Mikumi ukapata nguo aina yote. Karibu, baki hapo hapo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Sheikh, kwema? Kwema. Wewe ni miongoni mwa watu ambao unaweza kusema wa karibu sana wa Mu leo ameamua kufanya charity. Kwanza umejisikiaje, lakini pia kipindi ambacho alikuwa anajipanga kufanya hii charity alikwambia nini? First of all, Mu alisema kwamba anataka kufanya kuelekea siku yake ya kuzaliwa, sio? Anataka kufanya jambo ambalo litampendeza Mungu. Ushauri. So tulichoamua sisi kwamba kwa nini tusifanye charity? Tukaenda Yeye ndo mlimshauri? Mimi na yeye tulikaa tukadiscuss kuhusu hili, tukasema kwamba kwa nini tusifanye kikundi ambacho tutatembelea watoto yatima, ili kidogo tufanye jambo la kumpendezea Mungu sisi vijana, unajua. So tulipofika pale tukadiscuss kuhusu swala hilo na likafikiwa. So sisi kama Outfit Group wenyewe
tukaamua kwamba ni vyema tukafanya jambo hilo, na tukaanza na vituo viwili, na Vingunguti na Faraja ambao kiko Manzese. Vijana wengi wanapoanzisha kitu kama hiki, wewe ndio mshauri, nasema na watu wengine mmekaa mkamshauri Mo. Vijana wengi wanapoanzisha vitu kama hivi huwa havina muendelezo. Wewe kama rafiki wa karibu wa Mo, umejipanga vipi kumshawishi kijana mwenzako awe na muendelezo wa kufanya hichi ambacho amekifanya siku ya leo? Cha kwanza kabisa, ili swala lina muendelezo. Yaani sisi kwamba sio kwamba ndo tumeanza. Hapana, yani sio kwamba tumeanza na vituo viwili. No, tunafanya ni swala la muendelezo na tunaendelea na vituo vingine. Ushaona? Endelea na vituo vingine. Baada ya hii kutakuwa na project nyingine. Hatungoji mpaka ni project endelevu. Sawa, na ili sio kwa ajili ya watu maalum, sio Mo Outfit Group tu. Yoyote anaweza ka join tukafanya kitu kama hichi. So sio jambo la mtu mmoja au sio zoezi la kwamba ni birthday mpaka birthday. Hapana. Ushauri wako ni upi kwa wale vijana ambao siku zao za kuzaliwa waga wanazitumia kusherehekea, kunywa mapombe, keki, makuku na vitu kama hivyo, na sio kumkumbuka Mungu kama hivi? Wanachotakiwa wafanye ni kitu kimoja. Sisi tumeletwa hapa duniani kwa lengo la kumwabudu Mungu. Ushaona? Tumeletwa kwa lengo la kumwabudu Mungu. So tusijisahau. Ushaona? Tusijisahau. Na tuwashauri vijana wenzangu, kama sisi sio matajiri kabisa, ni kwamba sisi sio matajiri, ila kidogo tulichokipata tumeona tusinywe pombe. Kwani tusiwakumbuke ndugu zetu wanaoishi katika mazingira magumu? Ushaona? So sisi hatuniniliu, hatuna kingi tulichopewa na Mungu, hapana, ila hichi tulichopewa tunarudisha kwa jamii. Na tuwashauri vijana wenzangu, sio lazima birthday yako unywe pombe. Ushaona? Tunachotakiwa kufanya, unaweza hata ukaniniliu, ukafanya dua au charity kama hizi, sababu sisi yote anaweza ka join, yoyote anaweza kajiunga na group letu. Shukrani sana. Asante sana.